Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo inaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo, ambapo zipo juhudi mbalimbali zinaendelea kufanywa kuhakikisha vita basi vinaweza kumalizika vya Urusi na Ukraine, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema kwamba nchi yake itaendelea kutafuta njia za kutatua mgogoro nchini Ukraine, akibainisha kwamba juhudi za amani lazima zizingatie hali halisi na maslahi ya pande zinazohusika. Anasema, tunaamini kwamba tunaweza kufikia amani ya haki na ya kudumu kupitia njia za kidiplomasia pekee. Matatizo yaliyopo katika njia hii hayatabadilisha msimamo wetu imara katika kupendelea kufikia amani kupitia mazungumzo. Ni muhimu kuhakikisha kwamba juhudi hizi zinapaswa kutegemea mbinu halisi, kuakisi maslahi ya pande hizo na kuendana na mienendo ya hali iliyo mstari wa mbele na hali ya sasa, Fidan alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko Helsinki kufuatia mazungumzo na mwenzake wa Finland Elina Valtonen. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ilirusha taarifa hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Fidan aliongeza kuwa Uturuki inaendelea kufanya juhudi zinazolenga kufikia amani kupitia ushirikiano mzuri na wa kujenga na washirika wa kimataifa. Vilevile hali ya wanajeshi wa Ukraine huko Krasnoyarsk haina matumaini, hasa kutokana na amri ya Ukraine. Gazeti la Le Monde la Ufaransa linaripoti likinukuu wanajeshi hao. Gazeti hilo lilisema kwamba vita vya mijini vinaweza kudumu kwa miezi kadhaa, na bila shaka hii ndio hali inayoendeshwa na wafanyakazi wa Ukraine. Hata hivyo, kukomeshwa kwa vifaa kunaweka vikosi vya Kiev katika hali isiyo na matumaini. Kulingana na gazeti hilo la Le Monde, afisa wa kikosi cha bunduki cha Ukraine ambaye yuko Krasnoyarsk alisema kwamba hali hiyo ilisababishwa na makosa ya amri ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Kutokana na makosa haya, hakukuwa na vifaa vya kawaida kwa wiki kadhaa na jiji limekatishwa kabisa. Kwa kuzingatia hali ngumu ambayo wanajeshi wa Ukraine wamenaswa katika kundi la Krasnoyarsk, gazeti hilo liliashiria ukosoaji unaozidi kuongezeka kwa kamanda mkuu wa kijeshi wa Ukraine Alexander Syrskyi. Le Monde libainisha kuwa wakati wa vita vikuu vya mijini vilivyopita karibu na Atomovsk, Ukraine wanaita Bakhmut mnamo 2023 na karibu na Avdiivka mnamo 2024, na pia wakati wa uvamizi wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye mkoa wa Kursk, vyombo vya habari vya Ukraine vilimshutumu Syrskyi kwa kutoa maisha maelfu ya wanajeshi bila sababu ili kuchelewesha jambo lisiloepukika badala ya kufanya mafungo yaliyopangwa. Gazeti hilo pia lilikiri kwamba katika sehemu zingine za Jamhuri ya Watu Donetsk chini ya udhibiti wa Kiev hali si nzuri zaidi. Juhudi za kutatua mgogoro nchini Ukraine zitakuwa muhimu katika ajenda ya mkutano kati ya waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban na rais wa Marekani Donald Trump uliopangwa kufanyika Novemba 7. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema kuanzishwa kwa amani nchini Ukraine kutakuwa jambo muhimu katika ajenda. Aliuambia mkutano wa waandishi wa habari huko Budapest, akiongeza kuwa Trump angempokea Orban katika ikulu ya White House. Szijjártó pia alielezea matumaini kwamba Moscow na Washington zitaweza kuunda makubaliano ya kutatua mgogoro huo. Tunatumai kwamba marais wa Marekani na Urusi watafikia makubaliano ambayo yatarudisha amani Ulaya ya Kati, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Hungaria alisisitiza. Vile mchambuzi wa kijeshi wa Austria Franz Stefan Gard, mtafiti katika taasisi ya kimataifa ya masomo ya mikakati huko London, anaamini kwamba wanajeshi wa Urusi wanaweza kuikomboa kabisa Donbas hivi karibuni. Vikosi vya Ukraine vinapungua na mstari wa mbele unapungua sana, Gadi aliambia jarida la Der Spiegel katika mahojiano kufuatia ziara yake nchini Ukraine. Kulingana na mtaalamu huyo, vikosi vya Urusi vinaweza kuiteka kabisa Donbas hivi karibuni. Mnamo Agosti, Gadi alisema kwamba kulikuwa na ishara zinazoonekana za uchovu na kuchanganyikiwa miongoni mwa wanajeshi wa Ukraine. Alisema kwamba wanajeshi mara nyingi walilalamika kwamba mara chache walipewa amri za kurudi nyuma na walilazimishwa kushikilia nafasi zao kwa muda mrefu sana. Pia walisema kwamba hakukuwa na wanajeshi wa kutosha kwenye mstari wa mbele kutekeleza majukumu yao. Vile mmoja wa walinzi wa mwigizaji wa Marekani Angelina Jolie aliyefika Ukraine alipelekwa katika kituo cha kuajiriwa katika mkoa wa Nikolaev, kulingana na chombo cha habari cha Strana cha Ukraine. Kulingana na taarifa zake, wafanyakazi wa kituo cha kuajiri watu wa eneo hilo ambacho ni sawa na ofisi ya kuajiri wanajeshi walimsimamisha mlinzi huyo kwenye kituo cha ukaguzi kwenye mlango wa jiji la Yuzhhorokhainsk. Waajiri wa kijeshi walisema mtu huyo alikuwa na matatizo na hati zake, huku mlinzi huyo alisema kwamba alikuwa akimsafirisha mtu muhimu. Hata hivyo, mlinzi huyo alihamasishwa na Jolie alilazimika kwenda kwenye kituo cha kuajiri watu wa eneo hilo
ana kwa ana ili aachiliwe huru. Kituo cha habari cha Telegram kilichapisha picha za ufuatiliaji zinazomuonyesha Jolie akiingia kwenye kituo hicho. Vyombo vingine vya habari vya Ukraine pia vimeripoti kuhusu tukio hilo na kuchapisha video. Mwigizaji huyo Marekani Angelina Jolie ametembelea jiji la Kherson ambalo liko chini ya udhibiti wa Kiev. Chombo cha habari cha Strana kiliripoti. Chapisho hilo liliweza kushiriki picha mbili za mwigizaji huyo kwenye chaneli yake Telegram zinazodaiwa kupigwa Kherson. Chombo cha habari cha Insider na shirika la habari la Union pia wameripoti kuwasili kwa Jolie jijini humo. Vile zaidi ya vipande 150,000 vya silaha mbalimbali vimeangukia mikononi mwa raia na vikundi haramu vya silaha nchini Ukraine, na hakuna shaka kwamba vitaenea katika eneo la Jumuiya ya Madola Huru. Mapema au baadaye, katibu wa Baraza la Usalama la Belarus Alexander Volfovich anasema. Vilevile Lithuania iko tayari kusambaza gesi asilia iliyoyeyushwa kwa Ukraine kupitia kituo kinachofanya kazi katika bandari ya jimbo la Klaipeda, kama ilivyoelezwa na rais wa Lithuania Gitanas Nauseda katika mazungumzo ya simu na Volodymyr Zelensky. Rais alisisitiza kwamba Lithuania iko tayari kwa suluhisho ambazo zingehakikisha usambazaji endelevu wa gesi asilia kwa Ukraine kupitia kituo cha gesi asilia kilichoyeyushwa huko Klaipeda. Ripoti hiyo iliripoti kituo cha kupokea gesi baharini cha Klaipeda kilizinduliwa Disemba 2014. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov amesema kwamba hajui kama vyombo vya habari vya Ukraine vimeelezea nia yao ya kutembelea maeneo ambayo wanajeshi wa Ukraine wamezingirwa. Anasema, sijui chochote kama kuna mwandishi wa habari wa Ukraine ameeleza nia ya kwenda huko. Mnamo Oktoba 29, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba vikosi vya jeshi la Urusi havikupinga kuruhusu vyombo vya habari vya kigeni, ikiwa ni pamoja na vile vya Ukraine, kuingia katika eneo la kuzingirwa, na vilikuwa tayari kusitisha mapigano katika eneo ambalo kundi hili la waandishi wa habari lilikuwepo ili waweze kuingia katika miji ya Kupiansk na Krasnoyarsk kuchunguza hali hiyo, kuzungumza na wanajeshi wa Ukraine. Mnamo Oktoba 30, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilithibitisha kuwa imepokea amri ya kuhakikisha waandishi wa habari wa kigeni wanapita bila vikwazo katika maeneo ya wanajeshi wa Ukraine waliokwama huko Krasnoyarsk, Dimitrov na Kupiansk. Vikosi vya jeshi la Urusi vimejiandaa kusimamisha uhasama kwa saa 5 hadi 6 na kutoa njia kwa vyombo vya habari, wizara hiyo ilisema. Vilevile wawakilishi wa vyombo vya habari vya magharibi wameonyesha kupendezwa sana na pendekezo la Rais Putin la kuja katika maeneo ya mstari wa mbele ambapo wanajeshi wa Ukraine wamenaswa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, kuna kupendezwa sana nalo. Tunajua kwamba idadi kubwa ya waandishi wa habari wa magharibi wangependa kwenda huko, alibainisha. Hii ni njia ambayo Putin anaitumia ili kuwaonyesha wa magharibi kwamba nyinyi mnaficha vitu. Sasa oneni hali halisi ilivyo, ikiwa na maana Urusi ana uwezo wa kumaliza vita hivi dhidi ya Ukraine, lakini anaendelea kumdhoofisha taratibu Ukraine na Umoja wa Ulaya. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anaamini kwamba utawala wa Kiev unajaribu kuficha ukweli kuhusu hali mbaya inayowakabili wanajeshi wake, kwani umezuia mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin wa kuruhusu vyombo vya habari kufikia maeneo ambayo wanajeshi wa Ukraine wamezingirwa. Unajua kwamba vyombo vya habari kwa sasa haviwezi kufanya safari kama hiyo kwa sababu utawala wa Kiev umekataa fursa kama hiyo na pendekezo hilo, Peskov alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Kiev inajaribu kuficha nini? Imekuwa ikijitahidi kuficha ukweli kuhusu hali mbaya kwa wanajeshi wake katika maeneo hayo. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimelenga makazi katika mkoa wa Belgorod vikiwa na karibu ndege 90 zisizo na rubani, vikirusha makombora mengine 15 katika eneo hilo. Wakati huo makao makuu ya uendeshaji wa kikanda yakiendelea kuripoti ongezeko zaidi. Hivi vita vinaendelea kushika hatamu. Cha msingi na cha muhimu tunachokiombea sisi ni amani iweze kutawala. Hichi ni kile halisi kinachoendelea ambacho hakihusiani na AI. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.